Marehemu alibahatika kupata wajukuu 57. Wa kiume waliofariki ni wajukuu 16. Amebahatika pia kuacha vitutukuu ambao ni tubinda machu ni 8 ambao amewaacha marehemu ni 162, walio hai 137. Baba Lao TV bora, Baba Lao. Basi ikiwa tumesimama mbele yenu ni kwa ajili ya kutoa hotuba fupi ya maisha ya marehemu ambaye ametuacha. Marehemu amejulikana kwa jina la Echumbe na Lukanda Josephine. Jina maarufu amejulikana kwa jina la Nabi Bonye. Kuzaliwa. Marehemu alizaliwa pa Aamba Mboko tarehe 9 Januari 1929. Baba wa marehemu aliitwa Amango Daniel wa jamaa la Bashilu Banda, nyumba ndogo ya Bashilu Chubia. Bashilu Chubia. Mama wa marehemu aliitwa Mwajuma William wa jamaa hilo la Bashilu Banda, nyumba hiyo ya Bashilu Chubia. Masomo. Marehemu hakubahatika sana kuendelea sana na masomo ya juu, isipokuwa marehemu alibahatika kusoma shule ya msingi na akaishia darasa la 2 la wakati huo ambalo lilikuwa kama darasa la form 4 kwa leo. Maisha ya ndoa. Marehemu aliolewa na mme wake aitwaye Daudi Msangwa Lwimbo wa jamaa ya Babungwe Bashi Msangwa, nyumba ndogo ya Lwimbo. Lakini kabla hajaolewa na Daudi, aliwahi kubahatika kuolewa kwa familia ya Bashilwinda. Baada ya mume wake kufariki, ndipo akaja kuolewa na Daudi Msangwa Lwimbo. Bwana Yesu asifiwe. Kuzaa. Huko alikotangulia kuolewa marehemu alibahatika kuzaa watoto 3, mmoja wa kiume na wa kike 2. Na huku kwa Daudi Msangwa Lwembo nako pia amebahatika kuwazaa watoto 6. Jumla ya watoto aliowazaa ni watoto 9. Kati ya hao watoto 9, wa kiume 2, wakiwemo pia wa kike 7. Kati ya hao watoto 9 aliowazaa marehemu ni watoto 7 ambao wapo hai, wakiwemo wa kiume 1 na watoto wa kike 6. Na waliokwisha kutangulia mbele za haki, akiwemo 1 wa kiume na
mmoja wa kike. Wajukuu. Marehemu alibahatika kupata wajukuu 57, wa kiume wakiwa 30, wa kike 27. Waliofariki ni wajukuu 16. Kati ya hao pia marehemu ameacha vitukuu 88, walio hai 74 na waliofariki ni 4. Tuwe kimya. Marehemu amebahatika pia kuacha vitutukuu ambao ni tubinda maju, ni 8 na wote wapo hai. Kwa hiyo jumla ya watu wote ambao amewaacha marehemu ni 162, walio hai 137 na waliofariki 26. Kazi ambazo marehemu aliwahi kufanya katika maisha yake. Marehemu alishughulika na kazi ya ugunga. Pamoja na hayo pia alikuwa na kazi ya maombezi au kuombea watu kwa shida mbalimbali. Magonjwa. Marehemu alisumbuliwa kwa magonjwa mbalimbali, na ugonjwa uliompelekea mpaka kwenye umauti ni ugonjwa wa severe pneumonia, au kwa lugha nyingine tunasema ugonjwa wa pumu, ndio uliompelekea marehemu kwa umauti. Na ilipofika tarehe 16 Agosti 2026 na saa 11 ya jioni, marehemu akaaga dunia. Kwa hiyo marehemu ameishi hapa duniani muda wa miaka 97. Kwa hiyo tuseme kwamba jamaa la Wabungwe Bashimsangwa, labda tumtakie mama yetu mpendwa pumziko njema. Na pili, niseme kwa umma mzima ambao tumekusanyika kwa siku ya leo, ni kwamba kila mtu anapofika kwenye msiba, yaani masikio yanakuwa yapo wazi ili kusikiliza kile ambacho kitakachotamkwa kwa wafiwa. Lakini niombe nikuambie kwamba sisi jamaa la Bashimsangwa tunasema hivi: umauti upo kwa kila aliye na damu na maji. Na hapa tunasema kwamba mama yetu, huu ndio mwisho ambao Mungu alimpangia kwamba leo uwe mwisho wake wa kuishi na sisi. Kwa hiyo uondokapo hapa, usipeleke taarifa yoyote ambayo haijatoka mdomoni kwetu. Mama yetu hajarogwa na mtu. Siku za mwanadamu kuishi ni miaka 70 tu, na akiongeza 80, ina maana hapo inakuwa ni neema ya Mungu.
na ikiwa atazidisha hapo, basi Mungu amemnemisha, na mama yetu ameishi kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Maana miaka ambayo tumetengewa na Mungu ya kuishi, mama yetu amepitisha, na hivyo tulikuwa tunaishi naye. Wafaransa wanasema kwamba miaka ya deliberation ni miaka ya rehema ambayo Mungu amempa. Kwa hiyo mama yetu ni Mungu ndiye ametaka amvune, na hivyo tunasema kwamba tunalia ni kwa ajili ya pengo ambalo mama ameacha, lakini ni wajibu wa kila mmoja. Takalokuomba tu, kazi utakayoifanya kwa ajili ya familia achwa ni kutuombea Mungu, maana tumeachwa na pengo kubwa. Bwana Yesu asifiwe. Niombe pia kuwashukuru nyinyi wote ambao mmekuja kutushiriki kwa siku ya leo. Hatuna cha kuwalipa. Mmekubali kuziacha shughuli zenu, mmekubali kuacha labda mambo ambayo yangeweza kunusuru maisha yenu, lakini mmeona huu muda mtupe nao ili tuweze kujumuika kwa pamoja. Niseme Mungu awabariki sana, na tuzidi kuendelea kuwa na moyo kama na huo. Na nimalizie kwa kusema kwamba, maana hatutakuwa na muda mwingine, niseme kwamba msiba wetu tunao hivi tulivyo hapa, na tutaendelea nao hadi siku ya Jumamosi, ndipo tutatandua msiba. Kwa hiyo niombe kwa yeyote yule wakuja kushinda nasi pale nyumbani, tunasema karibu. Lakini nitasisitiza kwamba siku hiyo ya Jumamosi napendelea tena nione umati wa watu kama na huu kwa siku hiyo, ili kuweza kuhitimisha sherehe ya mwisho kwa ajili ya mama yetu. Kwa hiyo niseme kwamba Mungu awabariki. Amen. Baba Lao TV bora, Baba Lao.